Gereza Babati Manyara lilipokea vijana 12 waliokuwa wakisoma shule ya sekondari Kashi, na vijana hao waliletwa gerezani wakiwa na tuhuma ya mauaji. Kwa kuwa vijana hao walikuwa wamekaribia kufanya mitihani yao ya kuhitimu kidato cha 4, wakiwa gerezani tuliandaa mazingira mazuri kwa kushirikiana na mamlaka za usimamizi wa mitihani, na vijana hawa walifanya mitihani wakiwa kwenye mazingira ya gereza. Na Mheshimiwa Rais, matokeo yalikuwa ni kwamba vijana 4 walipata daraja la kwanza, yani division 1. Kijana mmoja alipata daraja la 2, vijana 5 walipata daraja la 3, na vijana 2 walipata daraja la 4. Kwa tafsiri hiyo, Mheshimiwa Rais, pamoja na kufanya mitihani yao katika mazingira ya magereza, lakini vijana wote walifaulu. Hizo ni jitihada za serikali yako Mheshimiwa Rais za kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira hayo ili tuweze kutoa fursa ya wale ambao wana uhitaji wa elimu waweze kuipata hata kama kwenye mazingira ya magereza. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada hizo. Katika kuhakikisha kuwa watuhumiwa wanasikiliza rufaa au mashauri yao wakiwa magerezani, Jeshi kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Mahakama, tumeweza kuweka mfumo wa mahakama mtandao katika magereza 84, na jitihada zinaendelea kuhakikisha magereza yote nchini yanakuwa na mfumo wa mahakama mtandao. Na kwa kipindi cha kuanzia Januari 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya mashauri 4,057 yalisikilizwa kupitia mahakama mtandao kwa wafungwa wa mahabusu kuwa katika magereza yetu. Na kati ya mashauri hayo, mashauri 1908 yalihitimishwa. Mheshimiwa Rais, utaratibu huu unasaidia mashauri kwanza kusikilizwa kwa wakati, lakini kuokoa gharama za kuwasafirisha watuhumiwa kwenda mahakamani na kurudi gerezani, na kuepuka changamoto za kiusalama wakati wa misafara. Mheshimiwa Rais, Jeshi limeendelea kutekeleza agizo la serikali la kuongeza uzalishaji wa mazao kwa ajili ya chakula cha wafungwa na mahabusu magerezani kwa lengo la kuipunguzia gharama serikali katika kutoa huduma hizo. Kwa mwaka wa fedha 2024/2025, Jeshi limetumia mazao yatokanayo na shughuli za kilimo yenye thamani ya shilingi bilioni 3.1 kwa ajili ya kulisha wafungwa na mahabusu magerezani. Na kwa mwaka wa fedha 2025/2026 hadi kufikia Aprili 2026, tayari tulikuwa tumetumia chakula chenye gharama ya shilingi bilioni 2.7. Na katika kuhakikisha tunaimarisha shughuli za kilimo, mifugo na uvuvi, tunashirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa lengo lile la kuhakikisha tunaongeza uzalishaji kuelekea kujitosheleza na kuongeza usalama wa chakula na thamani ya mazao. Na Mheshimiwa Rais, tayari wataalamu wa jeshi wamefanya vikao na wataalamu wa wizara hizo na kuweka mkakati wa pamoja wa kuona namna gani ya kushirikiana na kuongeza uzalishaji katika maeneo haya. Vile mwezi Januari 2026, jeshi liliwapeleka nchini Misri wataalamu 9, na lengo la kwenda kule ni kwenda kujifunza mbinu za kisasa za namna gani ya kuongeza uzalishaji. Mheshimiwa Rais, pamoja na jitihada ambazo zimekuwa zinafanywa na Jeshi la Magereza katika utekelezaji wa majukumu yake, zipo changamoto kadhaa ambazo tumekuwa tukiendelea kutafuta namna ya kuzitafutia ufumbuzi. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na magereza mengi yanahitaji ukarabati mkubwa, lakini kuna changamoto ya makazi ya watumishi, vyombo vya usafiri na zana za kilimo. Pamoja na uwepo wa changamoto hizi, Mheshimiwa Rais, tunaendelea kuishukuru sana serikali unayoiongoza kwa namna ambavyo imeendelea kutusaidia katika kukabiliana na changamoto zilizopo.